kubwa, na jambo kubwa ambalo ningependa tulitizame ni kwamba kwa nini huduma hii iendelee kuwepo. Kwanza ni hilo la kwamba tunaleta tabasamu. Huyu mtoto mwenye ulemavu, na wengine unajua hawa waliofika hapa ni wale ambao wanaweza kutembea wakaja, lakini kuna wengine wako huko kwenye vituo na nyumbani na sehemu nyingine ambao hata hawezi, wengine hata kugeuka ni shida. Kwa watu wasingeweza kufika hapa na hawezi kusema chochote. Nilitoa mfano asubuhi hapa nikawakumbusha kwamba mahali fulani tulikwenda tukamkuta mtoto, tunafanya assessment, mtoto analia kweli kweli. Ana mikunjo mingi kwa sababu ya hali yake na analia wakati tunambadilisha nguo. Tukajiuliza ni kwa nini. Baadaye katika kufuatilia, wataalamu wakagundua kwamba kumbe alikuwa amechomoka nyonga siku nyingi sana, lakini wazazi walikuwa hawajui na walikuwa wanambadilisha diaper, analia, wanaendelea hivyo na amekaa kwa muda mrefu, na baadaye tulimconnect na hospitali. Lakini ninachotaka uone hapa, emfikiria ziki ambayo mtoto amekaa nayo muda mrefu, wazazi hawajui. Analia, wanafikiri labda kwa sababu ya hali yake tu, kumbe ni maumivu makali alionayo. Na neno linapotuambia dini iliyo safi ni ipi? Kwenda kuwatazama hawa wajane na yatima. Lakini hapo kuna na walemavu na wengine katika dhiki yao, na kwa jina la katika dhiki. Kwa hiyo ndio dhiki yenyewe. Na mimi nitumie fursa hii kusema tunawaalika wote kama washarika kuwa sehemu ya kuleta tabasamu kwa watoto hawa. Uwe sauti ya kuwatetea hawa ambao hawana sauti. Yaani uwe sauti ya Mungu. Wewe ufanyike kuwa sauti ya Mungu kuleta matumaini kwao. Wewe uwe mikono ya Mungu kuwatumikia. Sasa unaweza usiende wewe mwenyewe ukafika ukafanya hivi, lakini uwezesha huduma hii ifanyike. Wewe uwe miguu hiyo. Tunaambiwa habari ya dini safi, miguu inayoenda kuwafikia hao. Mungu amekupa neema hiyo, lakini kuna mwingine ambaye ana changamoto, niguse maisha yake. Amua kutoka moyoni wako mwenyewe na jiunge kuwa rafiki wa program. Tumeandaa fomu maalum, na fomu hizi utapewa na timu ile naomba itafanya kazi ya kusambaza zile fomu. Utapewa ile fomu. Wewe ujaza kiwango ambacho wewe unafikiri kwamba nataka kusaidia programu hii kwa mwaka. Ni pledge yako kwa mwaka, kwamba kwa mwaka mimi nitasaidia programu hii. Ukitembea ni 5,000, ukisema 10,000, ukisema 50,000, ukisema 100,000, ukisema 200,000, ukisema milioni, ni ruksa kadri uwezo wako utakavyokuwezesha. Wewe mwenyewe unajitambua na unajua unavyoweza kufanya. Yesu anaonekana kwetu sisi kupitia hawa marafiki ambao ni kazi ya mikono yake. Mmoja akamuuliza Yesu, akamwambia hivi, kwa nini huyu amezaliwa mlemavu? Je, ni wazazi wake walitenda kosa au ni nini? Tuambie kwa nini? Yesu akasema ni kwa utukufu wake. Anasema kwa kadiri mlivyomtendea mmojawapo wa hawa ndugu zangu walio wadogo, mmenitendea mimi. Mwenye masikio kusikia na asikie. Ninamshukuru Mungu kwamba leo katika usharika wa Hai Mjini tulikuwa na ibada maalum ya chagizo na hata kuelimisha juu ya BCC, na huduma hii imepanuka kutoka manispaa ya Moshi, na mwaka jana iliingia katika jimbo letu la Hai. Wazazi wamepokea kwa matumaini makubwa huduma hii, kwa maana hapo awali walikuwa wameachwa nyumbani na matokeo yake wazazi wanashindwa kufanya kazi za kiuchumi. Lakini kwa sasa kuwepo kwa vituo hivi kumewasaidia wazazi, kwanza watoto hawa kupata elimu stahiki na kuweza kujitegemea vile ambavyo wangeliweza kufanya wenyewe, walikuwa wanasaidiwa. Asante ndugu mtangazaji. Kwa majina mimi ninaitwa Neema Kweka, nasali usharika wa Mjini. Kwa kweli nikizungumzia BCC naweza nikazungumzia kwa marefu sana, lakini nitazungumzia kwa uchache. Hichi kituo tangu kilivyoanza kwa kweli tumepata manufaa mengi. Faida ya kwanza ni wale watoto ambao walikuwa wanafichwa ndani. Kiukweli wale watoto sasa hivi wanahudumiwa na hichi kituo cha BCC, kwa sababu pia hata kipato kwa wazazi kimeongezeka, kwa sababu baadhi ya wazazi walikuwa wanabaki nyumbani na hawa watoto. Lakini baada ya kutambuliwa na kuhudumiwa na hichi kituo cha
BCC kidogo sasa hivi kipato kimeongezeka, kwa sababu watoto wanakaa hapa mpaka jioni, na yule mama ambaye alikuwa analea wale watoto anaenda kutafuta riziki. Mimi kama Neema Kweka pamoja na familia yangu nimekubali kuwa rafiki wa BCC na Mungu anisaidie. Amen. Mimi nimefurahishwa na huduma ya BCC kwa sababu inahudumia watoto walemavu, watoto wenye utandio wa mgomo wa ubongo, na pia tunaona ni watoto, ni jamii iliyosaulika. Sasa kwa hili jambo mlilolileta ni la maana sana, na ndio sababu nikaamua kujiunga kuwa mmoja wapo wa fadhili. Mimi Elia Simon Mboya nimekubali kuwa rafiki wa BCC. Kwa kweli ushirikiano wenu ni mzuri, na tuendelee kuhudumia watoto wetu vizuri, na nitatekeleza katika formula jaza kwa mwaka mzima. Nitakuwa natekeleza hali ahadi yangu niliyojaza pale. Asante sana. Nimekubali na nimefurahi pia kuwa rafiki wa BCC. Kwa majina naitwa Dorcas Masawe. Nimependa sana na nimefurahishwa na kitendo cha wanachokifanya na kazi wanayoifanya BCC. Mimi napenda na nitashiriki. Kwa majina naitwa Nancy Nyari. Leo nimefurahi kuifahamu zaidi BCC, lakini kikubwa zaidi nimefurahi kusherehekea siku yangu ya birthday na watoto wenye uhitaji ambao wako chini ya BCC. Lakini pia tayari nimechukua fomu ya kuweza kuwa mwanafamilia wa BCC. Kwa hiyo mimi tayari ni mwanafamilia na ni rafiki wa BCC. Wewe je? Umoja Daima Media, usiache kusubscribe, kulike na kucomment.